Na mnakumbuka ya kwamba nyinyi ni watu ambao mnatega samaki, na nyinyi ni wavuvi, na wavuvi wako hata kwa Biblia, na hizo samaki mmeshika ziko kwa Biblia. Na wakati moja kulikuwa na mtu moja ambaye walikuwa anafanya kazi ya uvuvi Simioni, na walipokuwa pale hawakutega chochote usiku mzima, walikuwa wameshusha nyavu zao, lakini hakuna kitu walitega. Lakini Yesu alipokuja akawaambia kwamba washushe nyavu zao, waigize, yani watumbukize kule ndani ambako ni ndani ya maji, na wataweza kupata. Lakini moja akasema, Yesu, tumekuwa hapa usiku mzima na hatujapata chochote. Lakini Yesu akamwambia, ni mimi nakuambia Simioni. Lakini Simioni akasema, kwa sababu ya neno lako nitashusha nyavu. Na vivyo vivyo alipofanya hivyo kwa sababu ya neno la Mungu, alivuna samaki wengi sana. Na nimekuja kwa sababu ya huyo neno ambaye huwa anafanya watu wavune, ambaye huwa anafanya watu wauze sana, huyo neno anayepatia watu uzima, huyo neno ambaye anafanya mambo iwe salama na mambo yote ikamilike. Nimekuja kwa huyo neno. Ningetaka kukwambia kwamba maandiko inasema, kitabu cha Yohana pale 1:1 ya kwamba neno, huyo neno ni nani? Inasema, hapo mwanzo kulikuweko na neno, naye neno alikuwako na Mungu, naye neno alikuwa kwa Mungu, huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Sikia, hapo mwanzo kulikuwako na neno. Haleluya! Hiyo ni kusema hapo mwanzo neno ilikuweko. Kwa hivyo neno haijakuja na meli, usidanganywe. Neno haijakuja na wazungu, usidanganywe. Neno ilikuweko hapo mwanzo, neno ilikuweko, nayo neno ilikuwa ni Mungu. Huo mwanzo ulikuweko kwa Mungu, na vitu vyote vilifanyika kupitia neno, na pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Hebu sikia ndugu wapendwa, ya kwamba pasipo huyo neno hakuna kitu hata kimoja kilichofanyika. Vitu vyote vilifanyika kwa neno. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba hakuna kitu tunaweza kufanya pasipo neno. Hata kama ni kuuza samaki, unahitaji Kristo, unahitaji neno. Hata kama ni kwa doa, hata kama ni kwa safari, hata kama ni kwa chochote, hakuna kitu ambacho tunaweza pasipo neno. Na huyo neno anasema hakikufanyika chochote kilichofanyika, na ndani yake ulimokuwa ni uzima. Huyo ndio neno. Watu wengi wanataabika nyakati hizi kwa sababu ya kukosa neno. Yesu ndio neno, na neno lake liko hai. Sio kama maneno ya wanadamu. Wakati mwingine wanadamu wanaweza nena jambo, lakini hilo jambo likose kutimia. Lakini Mungu akinena anatimiza. Mbingu na dunia iliumbwa kwa sababu ya neno, na bila neno hakuna kitu kilichoumbwa. Vile tunaishi ni neno. Mungu akasema kuwe na mtu kama wewe, na ukaumbika, ukaumbwa, ukawa neno. Maisha yako ni neno. Chochote ambacho unafanya ni neno. Hata kule ambapo utaenda ni neno tu. Ndio kuishi kwako ni katika neno. Maana Mungu akinena utaishi. Mungu akinena utapata uzima. Mungu akinena hakuna wakubisha na hakuna wakupinga. Hiyo ni kusema ya kwamba maisha yetu iko katika Mungu, na huyo Mungu ndiye nimekuja kuwatangazia watu wa Sagana, kwa sababu Mungu anawapenda na Mungu anaacha na nyinyi. Tuko nyakati ambazo ni za mwisho, wakati shetani anaondoa neno. Hataki watu wasome neno, wala hataki watu wasikilize neno, kwa sababu shetani anajua neno ndio uzima, neno ndio uhai wako. Neno itakufanya uwe salama. Ukiwa na neno litakuongoza. Maandiko inasema neno la Mungu ni taa katika miguuni mwangu, ya kwamba kama neno ni taa, basi hautaanguka, utaona mahali unaenda. Ndugu wapendwa, tuko katika wakati ambapo hii dunia imejaa giza, na dunia hii tunakaa iko katika hali mbaya kama ya Sodoma na Gomora. Sijui kama ninyi mnaona hivyo.
Hii dunia iko katika mahali pabaya, tena dunia imegonjeka, iko katika mahali mahututi ya dhambi. Maana imekuwa ni kama Sodoma na Gomora. Uovu umeongezeka, wanaume wanalala na wanaume wengine na wanaoana, wanawake vile vile, hata wanaenda na wanyama. Mauaji, watu wamekosa upendo, watu wamekosa huruma. Yale mambo tunaona na kushuhudia, hata Sodoma na Gomora haikuwa imefanya. Sasa tunaona dunia hii imejaa giza. Ipo giza hapa duniani, watu wa Sagana, ipo giza, na hiyo giza hawezi kushinda giza pasipo na mwangaza. Wakati giza inaingia, hata magari, wanadamu wanatumia mwangaza ndio wamulike mahali wanaenda. Vivyo hivyo tuko katika wakati wa giza ya kiroho. Unahitaji neno, na neno ni Kristo, neno ni la Mungu, neno ndio mwangaza. Ukiwa na neno hautaingia katika mashimo ya shetani. Ukiwa na neno hautaingia katika majeraha, na hautajipata katika mitego ya shetani. Maana dunia hii ipo mitego ambayo imetegewa vijana, wanaume, wamama, na watu wengi wanaingia kwenye mitego. Na ukiingia huko, uenda usitoke, uenda ukitokea utatokea pande ile ingine ya jehanamu, katika shimo ya milele milele, kwenye giza ya milele. Ndugu wapendwa, tuko katika nyakati zilizokuwa zimetabiriwa na manabii na mitume, waliposema ya kwamba mutayaona, mutayasikia. Na hiyo tunaona, hiyo tumesikia, iko katika neno. Chochote kinafanyika dakika hii kilikuwa kimeandikwa. Everything that was prophesied, everything that we are seeing, it was foretold, it was prophesied. Those are the signs of the coming of the Lord Jesus. Those are the signs of the end of the age. Those are the signs that the kingdom of God is near. Everything that we are seeing, everything that is happening, it is fulfillment of the word of God. But how shall you know that the word of God is fulfilled? How shall you know that the prophecies are fulfilled when you don't know the Bible, when you don't read the word? Utajuaje ya kwamba unabii umetimia? Utajuaje ya kwamba nyakati tulio ni nyakati za mwisho kama hausomi neno? Hauwezi kujua. Ndio maana Mungu anatuita nyakati hizi ya kwamba turudi katika neno, turudi katika Biblia. Maana kitabu hiki ni kitabu ambacho kitakusaidia katika maishani mwako. Hii sio gazeti, hii sio porojo, hii sio history. Hii ni kitabu kilicho hai. Maana gazeti unasoma leo, kesho unaipeleka choo na jikoni unaiwasha moto. Angalia, lakini Biblia hausomi leo ati kesho uachane nayo. Hata mambo itakayofanyika miaka 100 itakayokuja utaipata kwenye Biblia. Kitabu iko hai, neno iko hai. Maana maneno haya yaliandikwa katika unabii na iliandikwa katika Roho wa Bwana, manabii na mitume wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa ni maneno ambayo shetani huwa anazuilia watu wasikie. Shetani huwa anazuilia watu wasome ndio wasijue ukweli. Kristo alisema ya kwamba na mtajua ukweli na ukweli utawafungua. Sasa ni kusema nini? Ukisoma Biblia ukweli utakufungua. Watu wengine wamejifunga. Unajua watu wanajifunga. Watu wanajifunga. Kuna watu hata hawajafungwa na wachawi. Wenyewe tu wamejifunga. Ndio. Wenyewe tu wamejifunga. Hata mambo wanafanya ni wao wanajifunga tu. Ndio. Lakini utajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Hivyo ndivyo Kristo anasema ya kwamba and you shall know the truth and the truth shall set you free. Kwa sababu neno liko hai. Sikia. Usikie vile maandiko inasema. Kitabu ambacho ni cha Psalms 106. Hii nimeandika katika hiyo kitabu ambacho nitakupatia. Inauliza hii, nani aliyebarikiwa humu duniani? Ya kwamba ni nani aliyebarikiwa humu duniani? Inajibu, na inajibu na andiko kwenye Biblia direct. Inasema, kubarikiwa ni washikao hukumu na kutenda haki siku zote. Sikia,
Ati watu waliobarikiwa ni wale ambao wanashika neno la Mungu, wanashika sheria za Mungu na kutenda haki siku zote. Ya kwamba kama unataka kubarikiwa, basi unahitaji kushika neno, shika haki ya Mungu, fanya jinsi ambavyo Mungu anakuambia, nawe utakuwa mwenye kubarikiwa. Kuna laana zingine ambazo huwa zinakuja. Hiyo laana ni za watu kujitakia, kwa sababu wakati ambao unafanya kinyume na neno la Mungu, hapo hakuna baraka bali ni laana. Lakini kubarikiwa ni yule afanyaye kile ambacho Mungu anasema, huyo atapata baraka kutoka kwa Mungu. Sasa kumbe baraka iko katika neno la Mungu, kumbe baraka iko katika kutii Mungu. Maana Mungu alipoumba dunia na mbingu na dunia, alitupatia katiba, alitupatia katiba, na hiyo katiba ni Biblia, ya kwamba ukifanya kama Biblia basi utabarikiwa na utafanikiwa. Kuna watu wengi sana wamejifunga, lakini wamejifunga kwa tabia zao, lakini neno linakuja kukufungua. Maana ukijua ukweli, na ukweli unakuweka huru. Oh, haleluya! Hebu sikia vile Yesu anasema, Yohana 14:15 anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Sikia, ati ni nani wanapenda Mungu? Najua ya kwamba nikimuuliza kama mnapenda Mungu nyinyi wote, mtaniambia kwamba mimi ninampenda Mungu, mimi nampenda Mungu. Hakuna mtu anasema ninamchukia. Lakini sikia, mkinipenda mtashika amri zangu. Ati kama mnapenda Mungu, basi mtafanya vile ambavyo anasema. Na anasema wapi? Kupitia Biblia. Sasa tusije tukajidanganya ya kwamba tunapenda Mungu kama hatushiki amri zake na hatufanyi kile Mungu anatuambia kwenye Biblia. Maana utakuwa unajidanganya. Wewe utaomba na hautamuona Mungu. Utakuwa ukiomba na hauoni Mungu kwa sababu uko mbali na yeye. Uko mbali na yeye. Maandiko inasema ya kwamba kama ukisoma kitabu ambacho ni cha Luka 6:40 pale 6, na hii kitabu nitakupatia nikimaliza, inasema, na kwa nini mnaniita Bwana Bwana, walakini hamtendi nisemayo? Sikia ya kwamba Yesu akawauliza, kwa nini mnamuita Bwana Bwana lakini hamtendi jinsi ambavyo Bwana anavyosema? Hiyo ni kusema nini? Watu wengi wanamuita Bwana, oi Mungu nisamehe, oi Mungu nisaidie, oi Mungu nisaidie, nibariki leo, angalau tu nipate sijui ya gapi. Na Mungu anakufanyia hivyo, lakini anauliza, kwa nini mnaniita Bwana Bwana lakini hamtendi nisemayo? Sikia, Mungu hataki tumuite tu ati tuombe tu, lakini hatufanyi vile Mungu anataka. Hapana, ndugu wapendwa, watu wa Sagana, Mungu anataka tukimuita basi na sisi tusikie vile anasema. Usije unataka tu kumwambia lakini wewe haumusikizi. Wewe unataka Mungu akusikize lakini wewe haumusikizi. Haiwezekani. Unataka Mungu akusikize ndio, lakini wewe unahitaji na wewe umusikize. Ndio wakati utamuita na yeye atakusikiliza. Mungu akikuita itika, ndio na wewe ukimuita ataitika. Hivyo ndivyo ilivyo, kwa sababu yupo Mungu. Sisi ni wanadamu, ndio uko na unyonge, lakini unyonge wako Mungu hatabui kama wewe haufanyi kama jinsi Mungu anataka. Maana Mungu ametupatia njia ya kufuata. Ni kama watu ambao wanagojeka na wanaugua na ugonjwa, na ili hali Mungu ametupa dawa. Dawa ipo lakini watu hawataki kukunywa. Sasa utahangaika na dawa iko na ukweli uko, na hiyo dawa ni neno, hiyo dawa ni Kristo. Yeye alikuja kutufungua. Wakati alikuja akasema ya kwamba kwa jinsi hii nimekuja kuharibu kazi ya shetani. Ya kwamba kwa jinsi hii Yesu alikuja kuharibu kazi ya shetani. Kazi ya shetani ni nini? Hiyo kazi ya shetani ambayo amefuga maisha yako, dhambi, mapepo, hiyo vifungo ambayo shetani anafuga wanadamu, nayo ni kazi ya shetani. Yesu amekuja kufungua na kuvunja hiyo kazi, kuharibu hiyo kazi ya shetani. Kwa hivyo dawa imepatikana, na hiyo dawa ni Yesu. Utakapomwamini yeye ndiyo neno, naye ndiye njia, naye ndiye uzima. Utakapomwamini
maisha yako inaponywa, unabadilika, hauwezi kuangamia tena wakati neno la Mungu limekuja kwako. Hapana. Hebu sikia, anasema kwa nini mnaniita Bwana Bwana lakini hamtendi nisemayo? Anasikia vibaya. Bwana hataki hivyo, kwa sababu Mungu alituumba tuwe na uhusiano na yeye, lakini mwanadamu ameondoka na Mungu, yani amejitenga na Mungu. Watu wengi hawataki kusikia Mungu, watu wengi hawataki kusikia uhusiano huo, lakini unataka vitu vya dunia. Unajua hizi vitu vya dunia ni vya Mungu. Vitu vyote unaona hakuna kitu chio, hata wewe mwenyewe ni wa Mungu. Na wewe unataka vitu vya Mungu na wewe hautaki Mungu. Inawezekana? Haiwezekani. Dunia ni ya Mungu. Basi tunahitaji kutafuta kwake Mungu. Tumpende Mungu, tumuendee Mungu, naye atatupa. Kama ni uzima, uko katika mikononi mwa Mungu. Fedha na dhahabu ziko katika mikononi mwa Mungu. Chochote ambacho unahitaji, ndugu mpendwa, ipo katika mikono mwa Mungu. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba dunia ni mali ya Mungu, wewe na wewe ni mali ya Mungu. Kwa hivyo tufanye nini? Tujisalimishe kwa Mungu na mapenzi ya Mungu itatimia. Mapenzi ya Mungu inatimia. Haleluya. Hebu sikia kitabu cha Deuteronomy pale 28 kuanzia 1:3 inasema hivi: itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote ya dunia, na baraka hizi zote zitakujiria na kukupata usikiapo sauti ya Bwana. Sikia, na Mungu wako atakubariki. Mjini utabarikiwa na utabarikiwa hata kwenye mashambani. Sikia, ati utakaposikia na kufanya kama vile Mungu anasema. Anasema mjini utabarikiwa, mashambani utabarikiwa, ikiwa utafanya maagizo ya Bwana. Na maagizo ya Bwana ni neno la Mungu. Kuna baraka fiche kama dhahabu iliyo fiche. Unateseka sana, lakini ipo dhahabu imefichwa katika kutii Mungu, katika neno. Kama tukimrudia Mungu, kama tukifanya kama jinsi Mungu anahitaji. Yesu alitoka kwa Mungu akiwa kipawa cha wanadamu, ya kwamba tumepewa Yesu na tukapewa jina lake, ya kwamba kumpitia yeye tunapata baraka ya uzima, tunapata baraka ya wokovu, tunapata baraka hata ya kusamehewa dhambi. Na anasema kama tutashika agizo na tushike neno lake, wewe utakuwa mtu aliyebarikiwa kwa mashambani, hata kwa mjini utakuwa ukibarikiwa. Uendapo urudipo utakuwa umebarikiwa, wakati utashika neno la Mungu na kufanya kama jinsi Mungu anataka. Ndugu wapendwa, sasa unaona kuna baraka wakati watu wanashika neno la Mungu, wanakaa kama neno la Mungu. Unasikia tukiomba tunasema Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Yakobo. Yakobo alikuwa ni Israeli. Tunataka kusema Mungu huyo, maana aliwabariki wakina Ibrahimu, wakina Yakobo walibarikiwa sana, walienda mbali, walifanya mambo makuu. Ndio tunataka huyo Mungu. Lakini unajua Abrahamu alikuwaje? Wakati Mungu alimwambia achana na hawa, enda katika nchi ambayo asiyojua, Abrahamu alitii. Hakuna mtu ambaye anaweza kubarikiwa na Mungu pasipo kutii. Lazima utii neno, maana Abrahamu alisikia neno ya wakati wake, na neno ya wakati wake Mungu alimwambia Abrahamu, basi toka katika nchi yenu ya watu wenyu na uende katika nchi ambayo nitakayoonyesha. Na Abrahamu akaacha yote, akaenda na akatumikia huyo Mungu. Angalia Yakobo, hao wote ni watu ambao waliotii. Mungu hakupelekana na wao kwa sababu hawakuwa wanamtii. Mungu alipelekana na wao maana walikuwa wanamtii na walikuwa wanafanya kama jinsi Mungu alivyosema. Watu wengi wanataka mimi nataka kubarikiwa kama Abrahamu. Nataka wewe unajua Abrahamu alikuwa nani? Unajua njia zake? Alikuwa ni mtu ambaye anajua Mungu, alinyenyekea, alishika neno la Mungu, tena alimtii. Wewe unapata baraka namna gani ukiwa wewe hamtii Mungu? Mungu amesema
tukishika amri zake na tushike neno lake, Mungu atatufanya tuwe juu ya mataifa. Na akasema ya kwamba utabarikiwa mjini, utabarikiwa hata mashambani kama utasikia neno la Mungu na kulitii. Lakini akasema hakuna baraka kwa wale ambao wasiotii. Unaona, kuna watu ambao wanajaribu kuenda mjini, wanaona maisha haiendi vizuri, wanarudi mashambani, hakuna, haiendi vizuri. Shida sio mashambani, shida sio mjini, shida ni wewe, maana hautii neno la Mungu. Maana amesema tukitii neno lake na maagizo yake, haleluya, tutabarikiwa mjini hata mashambani. Mahali popote utaenda, mambo yako itakuwa salama. Unaona, baraka inatokana na kumtii Mungu, na baraka inatokana na wale ambao wanaoshika neno la Mungu na kulifanya. Yesu akasema ya kwamba tusiwe watu wa kusikia neno alafu hatulipendi. Kubarikiwa ni wale ambao wanasikia na wanatenda kulingana na neno. Lakini ukisikia itakuwa ni bure kama usipotenda. Yesu akasema tena, yeyote ambaye anasikia neno la Mungu na analifanyisha kazi juu ya maisha yake, analifanya na kulitenda, ni kama mtu ambaye anajenga nyumba yake katika mahali juu ya mwamba. Hata wakati ambapo mvua itanyesha, upepo uvume, hiyo nyumba inasimama, maana alijenga juu ya mawe. Hawa ni wale wanasikia neno la Mungu na wanaitii. Lakini wale wanasikia neno la Mungu wanakosa kufanya kama neno, ni kama mpumbavu. Alisema ni kama yule mtu mpumbavu, huwa anajenga nyumba yake kwenye mchanga. Wakati mvua inakuja, hiyo mvua inapeleka mchanga, nyumba kanaanguka. Hivyo ndivyo watu wengi walivyo, wanajenga inabomolewa, maisha yao inabomoka kwa sababu wanajenga juu ya mchanga. Ni watu wanasikia tu neno lakini hawatendi kulingana na neno. Utaishi kujenga na inabomoka, utaishi kufanya mambo hauoni mapato kwa sababu unajenga katika mchanga. Jenga maisha yako katika neno, na neno ni kutii Mungu. Neno ni kufanya kama vile Mungu anavyotaka katika maishani mwetu. Neno, ukifanya kama neno, uishi kama neno, utajengwa katika mwamba. Na hata wakati wa misukasuka, wakati wa mawimbi, wakati wa mvua, utasimama. Haleluya. Ndugu wapendwa, nimekuja kuambia kwamba wekeni imani yenu katika neno la Mungu. Neno la Mungu ni uzima wako. Neno la Mungu ni kila kitu katika maishani mwako. Neno la Mungu ndio mwangaza. Tuko katika wakati wa giza kuu hapa duniani, lakini wale wako na neno hili uweke katika roho yako, itakumulikia. Utamulikiwa na neno, hautaingia kwenye mitego ya shetani. Watu siku ya leo wanaingia kwenye mitego maana hawana neno. Ukiwa na neno hauwezi kuingia kwenye mitego, maana unajua neno limesema hivi na hivi, usifanye hivi na hivi, usiende kwa hii njia na hii. Neno itakutenganisha na mitego. Neno la Mungu litakutenganisha na mitego. Ukiweka neno hapa, itakuwa ni mwangaza juu ya maisha yako. Ukiwa msichana, ukiwa kijana, ukiwa mtoto, ukiwa hata mwanafunzi, weka neno la Mungu ndani ya roho yako, na hilo neno litakuongoza maishani mwako. Hautaingia kwenye mitego, hautaingia kwenye kifo, hautaingia kwenye anasa, bali neno la Mungu litakuongoza hadi uwe kile Mungu aliyosema juu ya maisha yako. Ndugu wapendwa, hilo neno ndilo tunanena kuhusu, neno lenye uzima. Kwa sababu kama kuna kitu kinafanyika hapa duniani, watu wameacha neno. Shetani anataka watu wafanye kile Mungu hajasema. Mungu akisema ya kwamba ndoa ziheshimiwe, shetani anasema msiheshimu ndoa. Mipango ya kando, taraka, kuoa na kuacha, yani kila mwaka unaoa na unaacha. Shetani anapigana na neno. Mahali Mungu amesema usifanye hivi, shetani anakuambia ufanye. Kama Mungu amekwambia usikunywe, shetani anakuambia ukunywe. Unaona? Vile Mungu anasema, shetani naye anakuja kinyume.
Sasa ukijua neno utapinga shetani, na utapinga shetani kwa sababu ya neno. Hii neno iko na siri ya kushinda shetani, maana hata shetani amesoma Biblia. Unajua hivyo? Shetani amesoma Biblia ndio akudanganye. Shetani amesoma Biblia ndio akudanganye na ndio akuigize katika majaribu. Anasoma mahali nasema Mungu asifanye, yeye anakuja anakuambia ufanye. Hivyo ni shetani anasoma Biblia ndio afanye kinyume. Kama Mungu ameongea ukweli, shetani naye anakuongeleshea uongo. Anataka uishi maisha ya uongo. Maisha ya uongo. Na hivyo ndivyo watu wengi walivyo. Watu wengi wanataka kuishi maisha ya uongo. Hawataki kuishi maisha ambayo iko huru. Haleluya. Tunafaa tuishi maisha ya kweli, maana ukweli ndio unafungua mtu. Lakini watu wengi wanataka kuishi maisha ya uongo. Mtu akikunywa akikula anaona tu dunia ni kama ni yake, vitu zote. Yaani unataka kuishi maisha ya uongo. Unaona kama uko na vitu na hakuna. Unaona kama umejenga au hujajenga. Yaani hiyo ndio maisha watu wanataka kuishi. Maana ukitumia zile vitu umetumia zinakuonesha mambo ya uongo. Lakini uko katika uongo, uko vile vile ulivyo. Yaani ni uongo tu, ni kama mtu aliye kwa ndoto. Ukiamuka unajipata vile vile ulivyo. Hiyo ni maisha ya uongo. Na hivyo ndivyo shetani anatupia watu wakati wako unaendelea na kuisha, wakati wako unaendelea na kukatika, kwa sababu ni shetani anakudanganya ili usije ukatimiza lengo ya Mungu katika maishani mwako. Kwani Mungu anataka nini juu ya maisha yako? Mungu anataka wanadamu watimize mahitaji, malengo ya Mungu. Unajua tulipoumbwa na Mungu, hatukuumbwa tu ati tufanye tu vile unaona tunafanya siku ya leo. Hii ilikuwa ni bonus tu. Hii ni bonus tu ya kuishi. Kwa sababu ya tumbo zetu. Lakini kuna kitu Mungu alikuwa, kuna kusudi iliyofanya Mungu atuumbe jamani. Mzee, kijana, mama, kuna kusudi iliyofanya Mungu akuumbe. Na hiyo kusudi ni ya kwamba wewe umpendeze Mungu katika njia zako, mwenendo wako uwe na uhusiano na Mungu. Hiyo ndio kusudi. Kusudi ya Mungu kuleta duniani haikuwa ati mambo na mashamba, mambo na magari, mambo na kula na kukunywa. Hapana. Kusudi yake alikuwa anataka tuwe na uhusiano na yeye. Alikuwa anataka atukuzwe. Alikuwa anataka tumuabudu. Lakini hiyo kusudi watu wengi wameondoa. Sasa wameweka kusudi yao ya kwamba alikuwa anataka tuwe tunashiba, tunakula na kukunywa, ni mashamba, ni makujenga, ni nini. Hiyo yote tu ni vitu ambao ni bonus. Lakini that was not the purpose of God. Ndio purpose ya Mungu ilikuwa ni ushirika na mwanadamu. Lakini huo ushirika ndio watu wengi wamepoteza. Wengi hamuna ushirika na Mungu. Wengi wamekibizana na dunia. Wengi wamekibizana na utajiri. Lakini kibizana na ufalme wa Mungu, kibizana na neno la Mungu. Maana dunia na mambo yake itakuja kupita. Dunia na mambo yake yote inapita, lakini neno la Mungu litasimama. Haleluya. Asante Yesu. Maandiko inasema mbingu na dunia zitakuja kupita. Mbingu na dunia zitakuja kupita, lakini neno la Mungu litasimama milele na milele. Ndugu mpendwa, dunia na mbingu zote zitapita, lakini neno la Mungu litasimama. Na ndio maana tunahitaji neno. Soma neno la Mungu. Wacha neno la Mungu liwe ndani yako. Na hiyo neno ni Kristo. Kristo akiwa ndani yako, wewe utaishi milele na milele. Maandiko inasema wale walioamini Yesu, walioamini neno, hata wakifa wataishi tena. Haleluya. Ya kwamba hata kama tutakufa, basi kifo haitakuwa ni mwisho, basi kifo itakuwa ni mwanzo wa maisha mengine, kwa sababu neno halifi. Haleluya. Neno li hai, na ukikaa kama neno, wewe unafanyika neno, na neno liko hai, na neno linadumu. Kaeni kama neno, fanyeni mambo yenu katika neno, na utakuja kubarikiwa, maana ipo uzima katika neno la Mungu. Haleluya.
Hebu sikia kitabu ambacho ni cha Mathayo. Mathayo 4:4 inasema, inauliza swali, je, upo uzima kwenye Biblia? Biblia iko na uzima, na hii kitabu nitawapatia. Inauliza, je, upo uzima kwenye Biblia? Nayo inarudisha na inakupatia Mathayo 4:4 ambayo inasema, naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, sikia, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Haleluya! Ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mikate tu, bali tutaishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Hiyo ni kusema ya kwamba, ndugu mpendwa, hatutaishi kwa mikate, hatutaishi kwa sababu ya kukula, hatutaishi kwa sababu ya samaki au kwa sababu ya ugali, lakini tutaishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Haleluya! Hiyo ni kusema ya kwamba usije ukaangalia ati kwa sababu hauna ugali, hauna samaki, au kwa sababu hauna pesa. Hiyo sio maisha. Maisha yetu iko katika neno, na wingi wa mali sio maisha. Yesu alisema sana, tujihadhari na tamaa. Watu wengi wako na tamaa ya mali, tamaa ya utajiri, tamaa ya ugali, yani urafi na mambo ya tamaa. Lakini Yesu akasema maisha ya mwanadamu haipimwi na vitu alivyo navyo. Maisha ya mwanadamu, wingi wa maisha haipimwi na utajiri na milioni ulizo nazo au mashamba ulio nayo. Hapana. Akasema tujihadhari na tamaa. Tamaa ya mali na vitu za dunia, kwa sababu maisha yetu iko katika neno. Na hapa ndipo wanasema ya kwamba, naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mikate. Hautaishi kwa mikate, hautaishi kwa mashamba, hautaishi kwa magari, hautaishi. Akasema, lakini utaishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kama ni kuishi, tunaishi kwa kila neno, kwa sababu ya neno ambalo litokalo katika kinywa cha Mungu. Hiyo ni kusema ya kwamba, ndugu mpendwa, tusije tukadanganywa na shetani. Ni watu wengi ambao wametoa maisha yao, hata wametopoteza maisha yao kwa sababu ya dunia, mali ya dunia. Wengine wameuana kwa sababu ya mali, mashamba. Wengine wameinamilia shetani na majini na wachawi kwa sababu ya dunia, mali na mashamba. Lakini Mungu anasema wingi wa mali, wingi wa pesa, hiyo sio maisha. Maana tutaishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Sasa tunahitaji kukula neno. Kama ni kuishi, kula neno. Amini neno la Mungu, tenda kama vile neno linamsema, maana ipo neno. Katika neno kuna uzima wa mwanadamu. Kumbe Mungu alitupatia mkate wa uzima. Kumbe Mungu alitupatia mkate ambao ni wa uzima, na ni neno. Na watu wengi wanakibizana na mikate ya tumbo, mkate ambao unaharibika, unaoza. Kibizana na neno, kibizana na ufalme wa Mungu. Tafuta Mungu kwanza. Haleluya! Hiyo ndiyo siri, tutafute Mungu kwanza. Ukitafuta Mungu kwanza, mengine yote alisema ya kwamba atatupa. Ndipo alisema tusije tukajisumbua ati nitakula nini, nitakunywa nini. Alisema ya kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na utakatifu wake. Tafuta neno kwanza, haya mengine Mungu atakupatia, kwa sababu katika neno hapo ndipo utakula na kukunywa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu wapendwa, kuna baraka kwa wale ambao wanafanya na wanakaa kama neno la Mungu. Ipo baraka kwa wale ambao wanatii. Iko baraka kwa wale ambao wanafanya kadri na mapenzi ya Mungu. Sio bure kutii neno, sio bure kukaa na kufanya kama vile maandiko inasema. Hata kama siku ya leo ukikaa na ukiokoka na ufanye kama vile neno la Mungu linasema, watu watakwambia wewe ni mjinga. Maana haunywi kama wao, hauvuti kama wao, hauongei kama wao, haufanyi anasa kama wao, hautembei kama wao, hauongei kama wao, ndio hauzushi kama wao. Lakini wewe ndiye uliyebarikiwa, maana maandiko imesema kubarikiwa ni yule ambaye anashika neno la Mungu na kulitii. Huyo ndiye mtu aliyebarikiwa.
hata kama ni mjinga hapa duniani, kule mbinguni yeye ndiye mwerevu, maana ataokoa nafsi yake. Haleluya! Hebu sikia, inasema kitabu ambacho ni cha Proverbs, Mithali 4:20 inasema, mwanangu, sikiliza maneno yangu, tega sikio lako, usikie kauli zangu, zisiondoke machoni pako, uzihifadhi ndani ya moyo wako, maana ni uhai kwa wale wazipatao na ni afya wa mwili wao wote. Sikia, Mungu anasema mwanangu, wewe ndiye mwanake. Sikia, anasema mwanangu, zishike sana kauli zangu, au shika sana neno langu, maana ni uhai kwa wale wazipatao. Sikia, neno la Mungu ni uhai kwa wale ambao wanapata. Ndugu pendwa, neno ni uhai. Shika sana neno la Mungu, nafanya vile Mungu anakuambia kupitia neno na kupitia Kristo, maana Kristo ni neno lake. Anasema utapata uhai. Na pia anasema sikiliza, usikie kauli zangu, na maana ni uhai kwa wale wazipatao na ni afya ya mwili wao. Sikia, neno la Mungu ni afya ya mwili wako. Ukikataa neno, wewe hauna afya. Kuna mambo itakupata na utaona huko afya, hautakuwa na afya. Kumbe watu wakikataa neno wanakosa afya. Kumbe watu wakikataa neno na wakikosa kutii Mungu wanagojeka. Unajua kuna magonjwa ambayo sio ya dawa. Kuna magonjwa ya dhambi. Ndio maana anasema neno la Mungu kilishika, utakuwa na afya mzuri. Maana kuna magonjwa ambayo inakuja kwa sababu ya dhambi. Shikeni neno la Mungu na itakuwa uzima kwenye. Shikeni neno la Mungu na itakuwa ni uzima, itakuwa ni afya katika mwili wako. Ukiwa kijana, ukiwa mzee, ukiwa mama, utakuwa na afya kwa sababu ni neno la Mungu liko ndani yako na linakuongoza. Neno la Mungu ni dawa ya kuokoa maisha yako, dawa ya kuponya maisha yako. Hata kama unasikia Mungu anakuambia kwamba tubu dhambi zako, hiyo ni dawa. Unajua dawa ni chungu. Dawa sio sukari. Dawa zile sukari, hizo dawa zinaharibu hata meno. Lakini dawa kabisa inakuwaga ni chungu. Unapoinywa ni chungu, lakini ikifika kwa tumbo yako inakutengeneza. Hivyo ndivyo ilivyo neno la Mungu. Hata kama Mungu anakuambia utubu dhambi zako, hata kama Mungu anakuambia uachane na dhambi na uokoke, uachane na hizo njia ambazo hazimpendezi Mungu, hiyo neno ni dawa. Ukiachana na dhambi, ukitubu dhambi zako, uishi kama neno, ujitenge, hata kama ni chungu sana, hata kama inaonekana kama haiwezekani, na kuambia hiyo ni dawa. Baada ya kufanya hivyo, utapata afya, utarejeshewa uzima, utarejeshewa maisha yako, na itakuponya na utapendeza kweli kweli, kwa sababu umepata dawa. Dawa ni kali, lakini dawa ndio inaokoa na ndio inafungua watu, nayo ni ukweli. Ukweli ndio utakufungua. Haiwezekani. Maandiko inasema ya kwamba tutajua ukweli na ukweli utatuweka huru. Maandiko inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hii maarifa tutaipata wapi tusiposoma Biblia? Maarifa iko kwenye Biblia. Ndio watu wanapotea sio kwa sababu wamekosa unga. Hapana, unga iko, hata mvua iko, lakini watu wanapotea kwa kukosa neno, maarifa, neno. Biblia inasema ya kwamba nyakati za mwisho kutakuwa na njaa, sio ya chakula, bali kutakuwa na njaa ya kusikia neno la Mungu. Basi sikia neno la Mungu ndio usipate njaa. Nyakati za mwisho ziko, na ni nyakati hizi ambazo tuko, ndugu wapendwa. Kuna njaa ya kusikia neno la Mungu la kweli. Maana watu ndio wanahubiriwa, lakini ni wachache wanahubiriwa neno. Wengi wanahubiriwa tu neno, yani mambo ya dunia na vichekesho. Ni meno tu na vichekesho na drama na entertainment, hata kwenye makanisa. Lakini neno la kweli, neno ambalo ni la uzima, neno la kuonya watu, hakuna. Sasa watu wanapotea kwa sababu hawajapata ukweli.
Biblia iliandikwa ndio ituongoze maisha yetu. Biblia iliandikwa ndio ituongoze maisha yetu. Na maandiko inasema ya kwamba ukisoma kitabu cha Timotheo wa pili pale 3:16 inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu rafaa kwa mafundisho. Sikia mambo ambayo imeandikwa kwenye Biblia. Anasema hivi, kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho. Hii Biblia inafaa ndio ifundishe watu, ndio watu wasipotee na kuwaonya watu makosa yao. Sikia, Biblia inafaa ndio watu waonywe makosa yao, lakini ikifika kwa makosa mtu hataki. Mtu anataka kuishi na makosa. Ni kama daktari anakuambia uko sawa, lakini hauko sawa. Hakuambii kasoro yako na makosa yako na ugonjwa wako. Sasa utataabika na utakufa na hiyo ugonjwa, kwa sababu hakuambii ukweli. Nayo neno la Mungu ni ukweli. Tunahitaji kuishi na kila neno ambalo litokalo katika kinywa cha Mungu. Maana kama hautakaa katika neno, kama hautaambiwa kasoro yako, utakufa na huo ugonjwa. Utakufa na ugonjwa na utahangaika na hiyo ugonjwa, maana haujaambiwa ukweli. Ukweli uko katika neno la Mungu, lakini watu hawataki kuambiwa ukweli. Haleluya! Itikia Mungu akuguze kasoro yako. Mahali ambapo unajua haukai vizuri, wacha Mungu akuguze. Angalia njia zako, yale mambo ambayo unajua uko na kasoro, unafanya kinyume na neno, na Mungu anasema usifanye lakini uifanya. Angalia, wacha iguzwe. Iguzwe ndio uponywe. Hawezi kuponywa kama hautaguzwa kidonda. Hawezi kuponywa kama hautafinywa hiyo. Lazima ufinywe vizuri, itoke. Kama ni mwiba itoke. Sasa neno la Mungu inafaa ndio watu waonywe, inafaa ndio watu waponywe. Hakuna uponyaji pasipo neno. Hakuna uponyaji pasipo kutubu. Neno linasema kutubu, ya kwamba tunapotubu Mungu anaturejesha. Tunapoacha dhambi Mungu anasikia maombi yetu. Tunapomsogea Mungu na tunakuwa mbali na dunia, basi Mungu anakuwa karibu nasi. Alisema ya kwamba nikaribieni nami nitawakaribia, na mpotelee shetani na mkaribie Mungu naye atawakaribia. Sasa kuna kitu Mungu anafaa afanye na kuna kitu wewe unafaa ufanye. Hautasimama tu hivyo Mungu akuje. Mungu anasema karibia Yesu naye atakukaribia. Lakini watu wanakaa hivyo tu, wanataka mambo yote Mungu awafanyie. Hataweza. Maana kuna kazi ya Mungu na kuna kazi ya wanadamu. Kazi ya wanadamu ni kuachana na dhambi, ni kutii na kutubu dhambi zao na kutafuta Mungu. Na kazi ya Mungu naye anakuja karibu na wewe, halafu anakuponya, halafu anakubariki. Hiyo ndio kazi ya Mungu. Lakini wanadamu wanataka Mungu awafanyie kazi yote. Haitawezekana. Kuna kitu Mungu anataka hata wewe ucheze. Ni kama kwenye mpira, Mungu anacheza yake na wewe unacheza yako. Sasa unataka Mungu ndio akubariki, na wewe hauchezi pande yako. Pande yako ni kutii, pande yako ni kuachana na dhambi, pande yako ni kufanya kama vile Mungu anakuambia. Maana amesema tukifanya kama jinsi neno linasema, tutabarikiwa mjini, tutabarikiwa mashambani. Uendapo, urudipo, ulalapo, uamukapo, utabarikiwa, kwa sababu unatii neno la Mungu na unafanya kama mapenzi ya Mungu. Haleluya! Hiyo ndio kweli. Usidanganywa na wale wachungaji wanarukaruka wakiambia watu ya kwamba utabarikiwa, utabarikiwa, lakini wewe hautii Mungu. Hiyo ni uongo. Hiyo ni sadaka tu wanatafuta, ni tumbo zao wanatafutia matumbo zao. Utabarikiwa Mungu atakuwa, lakini wewe hakuambii ukweli. Utabarikiwaje na neno linasema ya kwamba tukishika neno lake na tutii amri zake, anasema atatubariki mjini, kijijini, tuendapo atatubariki. Tukishika neno lake, tukitii. Sasa mtu anakuja kuambia utabarikiwa namna gani? Na wewe ilhali wewe mwenyewe hautii neno la Mungu, hautembei kama jinsi maandiko inasema, hamna baraka. Hiyo ni uongo. Hata utatoa pesa utapoteza. Ndio. Wacha tuambie ukweli, na ukweli ndio utatufungua. Hallelujah. Let us be told the truth, and the truth is what will set us free. Ndio. Neno ni ukweli, na ukweli ndio utatufungua. Lakini mambo mengine yote haiwezi kukufungua ukiwa mwanadamu.
Ukweli ndio unafungua wanadamu. Oh yes, oh yes. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Sasa kama tutashika neno, tutapata faida sana katika maishani mwetu. Sikia, sikia vile Mungu anasema. Je, kuna faida katika kutii neno? Hii ni swali ambayo nimeandika hapa kwa hii kitabu. Je, kuna faida katika kutii neno? Na Biblia nayo inajibu. Maana kuna watu wengi wanaona ni kama hakuna faida mtu akiokoka, hakuna faida mtu akitii Mungu. Sikia neno vile inasema. Deuteronomy 32:46 inasema, akawaambia, yawekeni mioyoni mwenyu maneno yale yote ambayo nashuhudia kwa hivi leo, nayo waamuru watoto wenu wayatimize na kuyafanya maneno yote yote. Anasema, kwa maana si jambo lisilofaa kwenu, maana ni maisha yenu. Sikia, ati kutii Mungu, kushika neno na kufanya kama vile Mungu anasema, sio jambo lisilofaa kwetu, maana ni maisha yetu. In fact anasema ni maisha yetu. Sasa ukisikia Mungu akisema ni maisha yetu, sasa unasema hakuna faida. Kutii Mungu, kushika neno la Mungu ni faida yetu. Hiyo ndiyo maisha yetu. Sasa anasema, maana ni maisha yetu, na kwa jambo hili mtazifanya siku zote anasema, na kwa jambo hili mtazifanya siku zenu kuwa nyingi. Ati wakati unatii neno la Mungu utafanya siku zako kuwa mingi. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Utaongezewa hata masiku kwa sababu ya kutii Mungu. Haleluya. Kuna faida unapomtii Mungu. Siku zako zinaongezwa. Tena ukimtii ni maisha. Hiyo itakuwa ni maisha yako. Uzuri utakuwa ni wako. Baraka itakuwa ni kwako. Lakini kulaaniwa yule ambaye aliyeacha neno, kwa sababu yale yote ambayo imenenwa itakufuata, kwa sababu umekataa kusikia na kufanya kama vile neno linasema. Kitabu cha Waroma pale 19 inasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana andiko lanena, kila amwaminie hataibika. Sikia, ni faida ya kwamba ukimwamini Yesu, ukiokoka na kumkiri, amesema ya kwamba yeyote ambaye atakaye amwamini hataibika. Sasa hiyo ni faida. Hiyo ni faida ndugu. Uko na faida ya kwamba wote ambao watamuita Bwana, wote ambao wamwamini yao hawataibika. Iko siku ambayo inakuja wanadamu na watu wengi wataibika. Wale wote ambao hawakumwamini Bwana watakuja kuaibika, lakini wale wote ambao wamwamini yao Bwana hawataibika. Ndugu wapendwa, afadhali muamini Bwana. Wacha kumtegemea wanadamu, wala usitegemee majini, usitegemee wachawi na mashetani, maana utaibika. Anayetegemea Bwana, anayemwaminia yeye, hata kuja kuaibika. Ipo siku ambayo imetengenezwa, ipo siku ambayo imegojea wanadamu wote. Wale wote ambao hawakumwamini watakuja kuaibika. Ndugu wapendwa, Mungu anatuita tumwamini na nituamini neno lake. Nyakati hizi ni nyakati za mwisho. Nyakati hizi ni nyakati za hatari. Nyakati hizi ni nyakati zilizonenwa. Na nyakati hizi tunahitaji kujuana na Mungu, na tunahitaji kumwamini Yesu sana na kufanya kama vile Mungu anasema. Maana anasema ya kwamba wale wanaoniamini basi wanafanya kama vile maandiko inasema, basi wanatii. Ufalme wa Mungu umekaribia. Ndio Mungu anasema ya kwamba ni nyakati za kutubu na kuamini. Kama hujaamini, amini Injili. Kama hujaamini, amini Injili. Kama hujaokoka, ni wakati wa kuokoka. Kama hujajuana na Kristo, ni wakati wa kujuana na yeye mapema. Maana wale wote wamwamini yeye hawataibika. Maana nyakati tulizo, nyakati za hatari sana. Mtu anahitaji kuwa amejipanga mapema. Tuko katika safari, na hii safari unaweza enda ukose kurudi, unaweza lala ukose kuamuka. Unahitaji Kristo, unahitaji Yesu katika maishani mwako. Yesu ndiye neno,
Yesu ndiye njia, Yesu ndiye ukweli. Nasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini kwa moyoni mwako, umuamini kwa moyoni mwako alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana andiko lanena kila amwaminiaye hataibika. Sikia, kila mtu ambaye anayemwamini hataibika. Ndio maana tunahitaji Yesu nyakati hizi ambazo tuko. Ndio maana tunahitaji Kristo nyakati hizi za mwisho. Ndio maana tunahitaji huu mwangaza ndio atumulikie, maana wale wote wataongozwa na yeye hakuna wakati wataibika, bali watapata mwangaza na huru. Haleluya. Kitabu cha Waroma pale 10:17 inasema ya kwamba, Waroma 10 pale 17. Swali, kwa nini tusome Biblia? Kwa nini tusome Biblia? Kwa nini tusome Biblia? Waroma 10:17 inasema, basi imani ni chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Ati imani inakuja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sasa unaposoma Biblia, kwa nini usome Biblia? Maana ukisoma utapata imani. Kuna watu wamepungukiwa na imani kwa sababu hawasomi neno. Unaposoma Biblia unapata imani. Imani na unapata nguvu. Nguvu ya kuendelea katika maisha. Hii dunia hawezi kuendelea pasipo imani. Kuna mambo mengi sana ambayo inafanyika, na pasipo imani haiwezekani. Ndio maana maandiko ikasema ya kwamba wenye haki wataishi kwa imani. Wenye haki wataishi kwa imani, kwa sababu mambo yote inawezekana katika imani kwa wanaokuwa na imani katika Kristo. Ndio maana tunahitaji kusoma Biblia ndio upate imani. Imani yako inapokuwa kidogo, imani yako inapopunguka, inapunguka kwa sababu uko mbali na neno, uko mbali na mahubiri. Ni watu wengi walianguka ile wakati walikosa na walikataa kuwa wanasikia mahubiri, hata walikataa kuwa na wanashiriki na kusoma Biblia, wakaendelea na kuanguka hadi wa leo. Ndio maana Mungu anasema tumrudie na turudi katika neno, na huyo neno ni Kristo. Anasema basi imani ni chanzo cha kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Yohana 8:12 nasema, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Haleluya. Hiyo ni kweli kabisa ya kwamba Yesu akasema, Yesu ndiye nuru ya ulimwengu. Yesu ndiye nuru ya ulimwengu, na yeye atakayefuata Yesu hata kwenda katika gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Hiyo ni kusema ya kwamba ukifuata Yesu hautapitia katika giza ya dunia hii, utapata nuru ya uzima, nuru ya maisha. Yaani ni kusema ya kwamba maisha yako iko kwenye giza. Hii kile unaona tu ni giza. Ukiangalia huku huoni mbele, hata nyuma haujui umetoka wapi na hujui unaenda wapi, maana uko gizani. Lakini anasema yeyote atakayemfuata Yesu atapata mwangaza, na maisha yake hataingia kwenye giza. Maana anasema mimi ndiye nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Tunahitaji nuru ya uzima brother. Ndio unaweza kuwa na mwangaza, ndio unaweza kuwa na pesa, lakini pesa sio nuru ya uzima. Hata mashamba unaweza kuwa nayo, magari, hivyo vyote unaweza kuwa nazo, lakini pasipo na Yesu hauna nuru ya uzima. Unahitaji nuru ya uzima, maana ukiwa na Kristo, ukiwa naye, ndio unajua mahali unaenda na mahali umetoka. Kama hauna nuru, na huyo nuru ni Kristo, ndiye wokovu, haujui kwenye umetoka na haujui kwenye unaenda. Na chochote kinaweza kufanyika mbele yako, manake hata hauoni mbele. Mbele yako kuna giza, mbele yako kuna mitego, hata mashimo iko mbele. Bona, kwa sababu uko kwenye giza. Wale wote ambao wako katika gizani wanakuwaga katika hatari, kwa sababu hawajui ni nini kimewekwa mbele zao. Ndugu wapendwa, Yesu ndiye njia, Yesu ndiye mwangaza. Anasema wale wote watakao muamini na wamfuate hawatapitia kwenye giza ya dunia hii, watapata nuru ya uzima. Sasa ukiwa hauna wokovu, ikiwa hujamkubali Yesu, ikiwa haukajaokoka, ndugu yangu, uko katika gizani.
na kwenye giza kuna hatari. Maana hata mishumari inaweza kuwa mbele yako, hata vitu vya ajabu, vitu hatari zinaweza kuwa mbele zako, maana uko kwa gizani na unaweza kuzigonga. Ni kama wakati giza inakuweko, hauwezi giza ikiweko hata kwa nyumba hakuna mtu anatembea, ila ulale au ukae mahali pamoja, maana unaweza kupata umekula jembe, unaweza kujipata umeanguka hata kwa shimo, maana kuna giza. Sasa wale wote ambao hawana Kristo, hawana wokovu, ni wali uko kwa giza, na chochote kiovu kinaweza kufanyikia. Ndio ujipate hiyo giza. Ninakuambia uione life, uione life, uone mahali ambapo watu wanaenda kwenye hiyo giza iliyoko, giza life. Ndugu wapendwa, Yesu anasema ya kwamba mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Yesu ndiye njia, Yesu ndiye ukweli, Yesu ndiye maisha. Tunamhitaji ili tupate mwangaza juu ya maisha yetu. Ukiwa na Yesu anakumulikia, unaona mahali unaenda. Maana dunia sasa hivi iko na giza. Dunia imejaa giza. Kuna vita ambazo mnapigana nazo lakini hauoni ni nini unapigana nayo. Lakini ukiwa katika Kristo, hiyo vita inakuwa rahisi sana. Maana unapolenga haumisi, unagonga hapo hapo. Kwa sababu vita vyetu ni za kiroho na vita vyetu ni za imani. Sasa ni kama mtu anapiga na vita lakini haoni ni nini anapigana nayo. Unatumia michale mingi sana, unapoteza. Mawe unatupa, kuna kitu unagonga. Kwa sababu unapigana pasipo na imani, unapigana pasipo na Yesu. Unahitaji Yesu, unahitaji wokovu, unahitaji kumkubali na kujuana na yeye. Maana ukijuana na Kristo, basi vita vyako atakupigania. Haleluya. Wacha tusome kitabu hii, tukuja tunamalizia. Kitabu ambacho ni cha Mathayo 16:24. Nasema, wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Sikia ya kwamba yeyote anataka kufuata Yesu ambaye ni neno, lazima ajikane. Lazima ujikane, lazima ajikane. Anasema ajikane na ajitweke msalaba wake anifuate. Sikia, hivyo ndivyo Yesu anasema. Yeyote ambaye anataka kufuata Yesu, na kufuata Yesu ni neno. Yeyote ambaye anataka kuwa na imani na kuokoka, lazima afanye jukumu moja tu, ya kujikana. Jikane wewe ni nani. Maana unaweza kuwa uko na majina kubwa, kuna vile unajulikana. Sasa hiyo yote lazima utajikana. Ni wengi waliokuja kwake walijikana. Wengine walikuwa watoza ushuru, wengine walikuwa matajiri, wengine walikuwa masikini, wengine walikuwa wametoka kwenye ukoo tofauti. Lakini walikokuja walikana yote na wakaiona yote kama ni bure, ili wapate Yesu. Sasa kama unahitaji kuokoka, kama unahitaji kufuata Yesu, kuingia mbinguni, ni wale ambao watakaojikana, waliojikana na mambo ya dunia hii, watakaojikana majina ya dunia hii, watakaokana tabia, watakaokana raha za dunia na anasa za dunia. Hao ndio watakaoona Mungu. Anasema, na kisha ushukue msalaba wako. Ushukue msalaba wako kila siku, ujitwike msalaba wako kila siku, umfuate Yesu. Na huo msalaba utatukanwa, utachukiwa, hautakuwa na marafiki wengi, maana utatenganishwa na wao. Lakini bora, kwa sababu kuna uzima. Anasema wale wote walioacha hayo yote watapata uzima, na watapata mara 100 hapa duniani. Maana sio bure kutafuta Mungu, sio bure kuokoka, sio bure kujikana, sio bure kuachana na dhambi. Kuna uzima na kuna utajiri, na hata kuna faida ya amani na huru hapa duniani. Unajua kuna kitu kizuri sana, na ni uhuru. Uhuru ya kwamba unaweza kutoka hapa uende huko, unaweza kulala vizuri uamuke. Hiyo ndio uhuru tunataka. Kuna watu ambao hawalali kwa sababu wanaona vitu vya ajabu.
Wengine hawezi kulala bila kukunywa madawa. Wengine hawezi kulala bila kukunywa, kwa sababu kuna vitu vya ajabu wanaona, mashetani na mapepo. Hawana uhuru, watu hawana uhuru. Wengine hawezi kwenda huku na kule, kwa sababu wanadamu wana vitu vya ajabu. Lakini ukija kwa Yesu utapata uhuru. Kama ni kulala unalala vizuri, kama ni amani unapata, kama ni kuenda huku na kule unaenda tu, na maisha yako uko na amani, na tena uko na tumaini, na tena uko na amani, hauna wasiwasi. Lakini mtu ambaye hajaokoka ako na wasiwasi ya kwamba nikikufa leo nitaenda wapi. Hata unaishi kama unakimbizwa. Naishi kama unakimbizwa, una wasiwasi. Ukisikia mambo ati Yesu atarudi, unasikia wasiwasi, kwa sababu unajua njia zako hauko salama. Ndugu mpendwa, ni wakati wako wa kujisalimisha kwa Yesu. Jikane, amini Yesu, chukua msalaba wako na umfuate Kristo, naye atakuokoa katika jina la Yesu. Hiyo yote tumenena, nimeisoma katika hiki kitabu ambayo nimekuja nayo hapa, na vitabu niko na kama 3. Takupatia zote ni kwa bure bila shilingi, kwa sababu Mungu amekulipia gharama. Wale wote wanasikia na wakusoma neno iwe faida juu ya maisha yako. Haleluya. Wacha tuombe na tushukuru Mungu. Bwana Mungu, wewe Mungu uliye mkuu, tunakuja mbele zako tukishukuru kwa sababu hakuna mwingine kama wewe. Ni asante kwa sababu ya vijana, wanaume, wamama, hata wasafiri na watoto na wote wanaosikia sauti hiyo. Bwana, tunasema ni asante, umenena nasi katika neno ya kwamba neno lako ndio uzima, neno lako ndio uhai wetu, na neno lako ndio siri ya kuishi, ya kwamba katika neno lako kuna baraka. Ni asante kwa yale ambayo umenena, na ni kwa sababu ya hayo ninajua ya kwamba neno lako halitakurudia bure. Kuna mtu aliye hapa, kuna walio hapa Bwana, watakao liamini neno lako na kupitia ukweli watafunguliwa katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru na ninasema ni asante, hata kwa sababu ya wale ambao wamesikia neno lako Bwana. Yehova, nawabarikisha nikiomba ukawakumbuke hata pamoja na familia zao na kazi ya mikono yao. Yehova Mungu wa mbinguni, nafungua wale waliofungwa, ikiwemo kuna watu wamefungwa na nguvu za giza, nguvu za kishetani. Baba, ninafungulia sasa katika jina la Yesu. Ninanena ufunguo. Ulikuja kufungua waliofungwa, ulikuja kuharibu kazi ya shetani, kazi yote ya shetani juu ya wanaume hawa, juu ya vijana, juu ya nyumba zao, juu ya ndoa zao, juu ya safari zao. Ninavunja katika jina la Yesu kazi za shetani, roho za ajali na mikosi na vifo, yote tunapinga katika jina la Yesu. Na ninaomba Bwana baraka kwa kila mmoja katika jina la Yesu. Wakumbuke wote katika ufalme wako. Ni asante hata mimi kwa sababu umenipa neema na kibali ya kunena neno lako. Asante, utukufu na heshima ni kwako, na tunapomalizia utukufu na heshima zikurudie. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amina, amina.